Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuombe kwa ajili ya kufungua kipindi chetu. Mfalme amani, Mungu mwenye nguvu, tunalitukuza jina lako tena asubuhi ya leo. Asante kwa nafasi hii ambayo umetupa kuwepo mahali hapa tena. Asante kwa ajili ya neema yako na upendo wako. Tunashukuru kwa sababu ya upendo na upendeleo huu ambao umetupa wana wako kuwepo hapa. Asante kwa sababu leo tena utasema na sisi, utatufundisha tena kwenye kipindi hiki. Tunashukuru kwa ajili ya vipindi vilivyotangulia. Asante kwa namna ambavyo umeonekana na umetufundisha. Wakati huu tunakuhitaji tena, mfalme amani, uwe pamoja na sisi. Unisaidie mimi kama mwalimu, lakini usaidie darasa pia kusikia, kuelewa na kufanyia kazi kila ambacho umekusudia kusema na kusema kwa ajili ya kujenga kanisa lako. Tunakutukuza mfalme amani, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kuamini. Amen. Yesu asifiwe. Karibuni darasani. Leo somo la 12 linatoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kichwa cha somo letu kinaitwa kichwa cha shoka kilichoelea. Kichwa cha shoka kilichoelea. Kama nilivyosema, somo letu linatoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kabla ya kuendelea, naomba nisome kweli ya Biblia ambayo tunatembea nayo leo. Kweli ya Biblia inasema, neno la Mungu linaonyesha kwamba japokuwa hali inaweza kuonekana haiwezekani, Mungu huwajibu wale wanaomuita kwa ajili ya msaada. Neno la Mungu linaonyesha kwamba japokuwa hali inaweza kuonekana haiwezekani, lakini Mungu huwajibu wale wanaomuita kwa ajili ya msaada, huwajibu wale wanaomuita kwa ajili ya msaada. Na tutasoma kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7, alafu tutaendelea. Kitabu hiki kinaelezea kama ambavyo kichwa cha somo kimesema, kichwa cha shoka kilichoelea. Lakini kabla hatujasoma kwenye mistari hiyo, nitaka kujenga kidogo msingi wa mstari wetu tunaosoma leo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtu atusaidie kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 38 mpaka 44. Matango mwitu, hata nguo yake ikawa imejaa. Basi hata nguo yake ikawa imejaa, akayachuma, akaja akayapasua sufuriani, kwa maana hawakuyajua. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa alipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga. Naye akautupa ndani ya sufuria, akasema,
wapakulie watu ili wale, wala hakikuwamo kitu kibaya sufuriani. Tena akaja mtu kutoka Baal-shalisha, akamletea mtu wa Mungu chakula cha malimbuko, mikate 20 ya shayiri na masuke mabichi ya ngano guniani. Akasema, uwape watu ili wale. Na mtumishi wake akasema, je, niwaandikie hiki watu 100? Lakini akasema, uwape watu ili wale, kwa kuwa Bwana asema hivi, watakula na kusaza. Basi akawaandikia, nao wakala wakasaza, sawasawa na neno la Bwana. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Tumesoma hapa ili kusudi kujenga msingi wa mstari utakaosoma leo. Kwenye mstari utakaosoma leo tutakuta wahusika wakuu wawili. Kuna Elisha pamoja na wana wa manabii. Na nitamani tupate basis ya kile kilichotokea huku, tuweze kuhusianisha na historia yao nyuma ilivyokuwa. Na kama ambavyo tumesoma mara kadhaa kwenye vipindi vilivyopita, pia nafikiri tumemwelewa Elisha, nabii Elisha na utumishi wake tangu ulivyoanza na namna ambavyo umeendelea. Kwa hiyo tunaielewa nafasi ya Elisha kwa jamii hii. Tunaelewa namna ambavyo watu walikuwa wanamuelewa, wanamheshimu na wanajua nguvu ya Mungu ilivyokuwa ndani yake. Na nilikuwa natamani mstari tuliosoma huu ulikuwa unajaribu kuonesha namna ambavyo kwa hawa watu walikuwa wanaishi na Elisha. Na naamini walijifunza pia, waliona namna ambavyo Mungu anamtumia Elisha kwa namna tofauti tofauti, kwa matukio tofauti tofauti, akiwa tena kwa watu wengine kama Naaman tulivyoona kwenye kipindi kilichopita, kama yule mwanamke kwenye mistari ya nyuma hapo, na watu wengine ambao Mungu alimtumia Elisha kutenda miujiza kwao. Lakini nilikuwa natamani kuona uhusiano wa hawa watu na Elisha sasa ambavyo ilikuwa kabla ya hapo. Tumeona walikuwa wana wa manabii na walikuwa wanakaa naye na walikuwa wanakuwa naye muda mwingi. Kama ambavyo tumesoma hapa, kuna wakati njaa kali ilitokea. Yaani hakukuwa na chakula, hakukuwa na namna yoyote chakula. Alafu wakaleta chakula ambacho jamii walikuwa naamini ni chakula ambacho kilikuwa hakifai kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Ilikuwa ni sumu, walikuwa naamini hivyo. Lakini bado Elisha akatenda njia kwa mkono wa Mungu kikawa chakula kizuri. Lakini pia kulikuwa na chakula kilicholetwa kilikuwa ni kidogo, lakini bado wakakibariki, alafu wakala na wakatosheka na wakasadha. Kwa hiyo kumbe hawa watu kuna namna ambavyo walimjua Elisha, pia walijua huduma yake na waliheshimu namna ambavyo Mungu amekuwa akimtumia kwa namna tofauti tofauti kuanzia huko nyuma. Nafikiri tunaweza tukapata picha sasa kwamba hawa watu walikuwa wanamjua Elisha, yani sio incidents kwamba wamemuona tu mara moja na vitu vingine kama hivyo. Kutokea hapo natamani nipate mtu mmoja atusaidie kusoma sasa kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao walipofika Yordani wakakata miti. Lakini mmojawapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Mstari wa 6, mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Mpaka wa 7. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitwaa. Amen. Ubarikiwe sana. Tumeona sasa habari
ya hawa wana wa manabii, namna ambavyo walikuwa na uhitaji wao. Alafu mambo kadha wa kadha yakatokea, wakapata shida njiani, alafu na suluhisho likatokea pia. Nilikuwa natamani uone sasa kwamba hawa walikuwa ni watu ambao walikuwa kiishi na Elisha kwa muda mrefu. Nafikiri na kwa sababu ya historia yake, namna walivyokuwa, walikuwa wanafundishwa namna ambavyo nguvu za Mungu zinafanya kazi na nini, wakazidi kuongezeka sasa. Na ikafika pointi mahali palipokuwa wakiishi hapakuwa panatosha tena. Kwa hiyo ikahitaji kuongeza sehemu ya kuishi wa makazi yao. Na kwa walikuwa ni hitaji la kawaida la wanadamu kwamba tulipo sasa hatuwezi tukaenea pengine, inabidi tuongeze. Ni hitaji la kawaida ambao sisi hata kama wanadamu wa leo tunaweza kuwa na mahitaji ya kawaida kwamba pengine nataka kujenga nyumba, nataka kupata kazi, nataka kufanya kitu fulani. Ni hitaji la kila siku la kawaida ambao walikuwa nao hawa watu ambao walikuwa wapo chini ya Elisha. Lakini sasa solution ya hitaji lao ilikuwa ni kujenga hiyo nyumba. Walichokifanya ni wakaomba kibali kwa Elisha sasa, ambaye alikuwa ni mkuu wao, alikuwa ni mkufunzi wao unaweza ukasema. Wakaomba kibali kwake kusudi awape ruhusa waende wakatafute miti, waje waanze kujenga, wapanue makazi yao na hema zao walizokuwa nazo. Na kwenye somo hili tunapata vitu vitatu muhimu. Kitu cha kwanza ni uhitaji au hitaji. Kitu cha pili ni kupeleka hitaji, na kitu cha tatu ni suluhisho. Kitu cha kwanza ni hitaji, kitu cha pili ni kupeleka hitaji, kitu cha tatu ni suluhisho. Sehemu ya hitaji, kama ambavyo nimeelezea, walikuwa na hitaji lao hilo kwamba walihitaji waongeze hema yao, waongeze sehemu ya kuishi. Kwa hiyo ilikuwa ni hitaji la kawaida kabisa la mwilini la kawaida. Na kama ambavyo kweli ya Biblia inasema, neno la Mungu linaonyesha kwamba japokuwa hali inaweza kuonekana haiwezekani, Mungu huwajibu wale wanaomuita kwa ajili ya msaada. Kwa tunaona namna ambavyo Mungu huwa anatoa msaada, anaonekana kwa watu kwa mambo tofauti tofauti. Na kumbe sio tu wakati wa mambo spiritual, masuala ya kiroho tu ndo Mungu anaweza kaingilia. Sio tu wakati wa miujiza na wakati wa kazi za labda za kanisa na ibada na vitu vingine kama hivyo, Mungu anaweza kaingia akajionyesha kwa watu. Lakini kumbe hata kwenye mambo ya watu binafsi, hata kwenye mambo yale ya kawaida, hata kwenye mambo yale ya kila siku ambayo tunaishi nayo, tunafanya kila siku, bado Mungu anaweza akaonekana na akafanya. Na hata yale ambayo yanaweza kaonekana ni magumu na hayawezekani kwa namna ya kawaida, lakini Mungu huwajibu wale wanamuita kwa ajili ya msaada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunachokiona hapa ni uhitaji wa wale watu, wana wa manabii. Walihitaji kuongeza kambi yao, walihitaji kuongeza hema yao. Na kwa sababu walikuwa chini ya Elisha, sasa ikabidi waombe kibali, waombe ruhusa kupeleka proposal yao kwamba tunahitaji kufanya hivi na hivi na hivi. Na Elisha kama kiongozi wao akawakubalia, mnaweza kufanya namna hiyo. Lakini tunapoendelea huko tutagundua kuna shoka lilianguka. Wakati tunafanya kazi, shoka lilianguka mtoni na vitu vingine kama hivyo. Hili ni hitaji jingine la pili. Hitaji la kwanza linaweza kaonekana jepesi sana, ni nidhamu tuliyotumika kama ibidi waombe na wafanya hivyo. Lakini hitaji la pili linaweza kuwa ni gumu kwa sababu halikuwa linawezekana kwa namna ya kawaida. Lakini bado Biblia inaonyesha namna ambavyo mtumishi wa Mungu alitoa maelekezo na shoka lile likapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe hata kama hitaji ni gumu, hata kama jambo ni gumu na haliwezekani kwa namna ya kawaida, bado Mungu ana namna ya kufanya na kutenda kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaomtegemea na kumhitaji yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kilichotokea sasa baada ya kuwa wameeleza hitaji lao. Tunaona kwamba mmoja wao akawaomba akasema, tukisoma mstari wa 3, mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusihi uende pamoja na watumishi wako.
Akajibu, nitakwenda. Kwa kwenye hali ya kawaida wakawa wanaenda kutimiza kile ambacho wanakifanya. Ni hitaji la kawaida, naomba tuelewe, ni hitaji la kawaida kwamba wanaenda kutengeneza tu miti, wanaenda kukata miti kwa ajili ya kujenga, ni hitaji la kawaida. Lakini wakaomba kwamba tunaomba basi uende na sisi. Pamoja kwamba tunaenda kufanya kazi ya kawaida, lakini tunaomba uende na sisi. Wewe unafundisha masuala ya kinabii, masuala ya kiroho na vitu vingine, lakini tunapoenda kufanya kazi yetu ya kawaida ya kila siku, tunaomba uende na sisi. Alafu akakubali, akaenda pamoja nao. Tunajifunza kitu kimoja kwamba walijua nguvu ya Mungu inayofanya kazi ndani ya Elisha. Walijua uwezo wa Mungu ambao unafanya kazi ndani ya Elisha. Na kwa sababu hiyo walitamani wakienda kufanya wanachokifanya, wasikifanye kwa sababu wana experience au wana ujuzi na uwezo wa kufanya vitu kwa akili yao wenyewe. Na hata kama hawakujua kungetokea kitu chochote kibaya, lakini walikuwa na ile nidhamu ya kujua kwamba tunapokuwa na mtu wa Mungu basi tunakuwa na nguvu ya Mungu wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawa tofauti na leo tunasema wakati huu tuna neema zaidi kwamba tuna nafasi ya kumuita Mungu sisi wenyewe na Mungu ataonekea kwenye tunachokifanya, tofauti na hawa ndugu zetu ambao saa nyingine walibidi wapate mwakilishi kwa wakati wao. Lakini nachotaka tujifunze ni hiyo nidhamu ambayo walikuwa nayo. Wakati wao walihitaji mtu wa kuwakilisha uwepo wa Mungu kwenye nafasi anayoifanya, kwenye kazi anayoifanya, hata kama ni ndogo na ni nyepesi namna gani. Lakini kwetu sasa leo hii tunahitaji msaada wa Mungu zaidi tu ya viongozi ambao tulionao, lakini uhusiano wetu wa karibu na Mungu tunapomuita kwenye kile tunachokifanya, kiwe ni kikubwa, kiwe ni kidogo namna gani, tusikifanye kwa mazoea kwa sababu tunafikiri tumezoea kukifanya namna hiyo au tunaweza tu kukifanya namna hiyo. Tunakuwa tuna uhakika zaidi kwamba chochote kitakachotokea, hata kisichotazamiwa, Mungu yuko pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona wakati wanaanza safari hawakuwa wamefikiri kama hilo lingetokea, lakini ile nidhamu, ile shauku ya kutamani uwepo wa Mungu pamoja na wao, wakamuomba mtumishi huyu aende pamoja nao. Na tunaona mstari wa 5 unasema, lakini mmoja wapo alipokuwa akikata boriti ya chuma cha shoka ikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu Bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Sasa hapa tunakuja kuona sasa faida ya wao kuhitaji kwenda na mtumishi wa Mungu, ya wao kuwa karibu na uwepo wa Mungu kwa wanachokifanya. Wamechukua lile shoka, wanafanya kazi zao za kawaida, halafu kile chuma cha shoka kinaangukia mtoni. Kwenye zama zetu hizi tukisema chuma cha shoka tunaweza tukaichukulia kwa wepesi wake, kwa sababu nafikiri shoka ni kama shilingi 15,000 labda leo au 20,000 kwa bei ya sokoni leo. Lakini kwa zama za huko nyuma, vyuma vilikuwa ni kati ya vitu adimu na venye thamani kubwa sana. Vilikuwa vitu venye thamani kubwa na adimu, na sio kila mtu alikuwa navyo. Na kama walivyosema hawa, waliazima kwa mtu, walichukua kwa mtu. Kwa hiyo ilikuwa ni mali, leo sijui tungethamanisha nini, lakini ilikuwa ni kitu cha msingi chenye thamani kubwa ambacho walikuwa wamekichukua. Kwa hiyo kupotea au kuangukia mtoni kwa kile chuma haikumaanisha kama leo ambavyo tunaweza kusema mtu amemangusha chuma kikapotea. Haikuwa kawaida namna hiyo. Ilikuwa ni kitu cha kusikitisha na kushangaza, kwa sababu ilikuwa ni hasara kubwa ukilinganisha na value ya shoka wakati huo. Yesu atusaidie. Kwa sasa hii ni bahati mbaya kwao. Hili ni tatizo tayari kwao, kwa sababu kwanza pengine ufanisi wa kazi yao hautafanyika vizuri kwa sababu tayari vitendea kazi vimepungua, lakini ni hasara kwa sababu walikuwa wamechukua mali ya mtu mwingine na imepotea. Lakini tunaona kitu cha tofauti hapa, kwamba baada ya kuwa kimeanguka akalia akasema, ole wangu Bwana wangu, kwani kilazimwa kile. Kwa akamtafuta Elisha aliko, akamtafuta kiongozi aliyokuwa naye aliko, ambaye alikuwa ni mwakilishi wa Mungu, alikuwa ni kiongozi wao sasa kwa wakati huo. Akamuelezea kilichotokea, akionyesha kushtushwa na kusikitisha kwa kile kilichotokea, kwa sababu hakikuwa kizuri. Halafu baada hapo tunaona namna ambavyo mtumishi wa Mungu akasimama, akauliza kilianguka kwa wapi, akamuonesha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale, halafu chuma kikaelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona
ile hali ilikuwa hali ya sintofahamu baada ya kile chuma kimeanguka pale, na sijui alikuwa anatarajia nini alivyokuwa anamwambia anaenda kumlalamikia au kumlilia Elisha. Sijui kama alifikiri kwamba kingeweza kikapatikana kwa namna hiyo, sijajua. Tutashirikishana baadaye hapo kwamba tutachanga pesa, tutanunua kingine, tutafanyaje. Haijaoneshwa hapa, lakini utaona namna ambavyo ilikuwa ni hamaki bila kujua nini kitatokea. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati ambao wa kuto kujua kinachowezekana kufanyika. Mungu atusaidie sana. Lakini kwa sababu walimwamini Mungu na walimwamini mtumishi wake ambaye alikuwa anamtumia, basi wakamweleza kilichotokea. Tunaona kilichokuja kutokea, akachukua akakata kijiti, alafu akitupa pale, alafu chuma kikaelea. Mungu atusaidie. Kwa ule uwepo wa Mungu uliokuwepo pamoja na wao, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao, tatizo lilipotokea, solution ikatokea kwa namna ya ajabu sana, kwamba chuma kikapatikana. Sio tu kupatikana, wangeweza kawaambia basi labda tumbukia hapa usawa huu ukakichukue. Na tunapoongelea mto, hatuongelei maji ambao labda pengine yako magotini. Tunaongelea ni mto ni mrefu na maji yako chini, yani kina ni kirefu kwa maana hiyo. Na hauwezi ukaona, hamna teknolojia kama ya leo pengine ambayo mtu angeweza kazama akashuka akafanya chochote akachukua. Alafu tunaona namna ambavyo nguvu ya Mungu inaonekana, au muujiza unaotokea. Anakata kijiti, alafu anakirushia pale, alafu chuma kinaelea pale. Watu wote wanabaki wanashangaa. Alafu anamwambia basi nyoosha mkono wako uchukue, ukitoa kile chuma. Alafu akitoa. Suluhisho lilikuwa limepata, ile tatizo likapata suluhisho kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile ilikuwa ni faida ambao waliipata kwa kutamani kwenda na uwepo wa Mungu kwenye mambo yao wanayofanya. Kwa hata sisi tunapofanya mambo yetu ya kila siku, tunahitaji kujua nafasi ya Mungu. Sio kwa sababu ya kufikiria sasa ni ukubwa wa mambo mengine, kwamba leo naenda shamba kama ninavyoenda kila siku, kwamba acha tu niamke niende shamba nikafanye kazi zangu, au naenda kufungua duka langu, acha nifungue duka kama kawaida, mpaka ikitokea labda nikapata hasara ndo nitamuomba Mungu, au ikitokea tukakaribia kupata ajali ndo nitamuitia jina la Mungu. Haitakiwi kuwa namna hiyo. Inatuonyesha kwamba inabidi tuwe watu ambao tunatamani uwepo wa Mungu ende pamoja na sisi wakati wote, hata kwenye vile vitu ambavyo ni vidogo, hata kwenye vile vitu ambavyo vinaweza vikaonekana tunaweza kuvifanya wenyewe. Sio kwa sababu sisi ni wazembe au hatuna ujuzi wa kufanya hivyo, lakini kwa sababu tunatamani kuonesha ile imani yetu kwa Mungu. Tunatamani kuonesha vile ambavyo sisi tunamtegemea Mungu kwenye kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukafanya vitu kwa sababu ya mazoea tu na ikatokea la kutokea. Kama ambavyo tumeona hawa watu, kama wangeamua tu kufanya kwa mazoea, uhitaji wa kujenga nyumba ulikuwa ni wao kulala. Nafikiri hata wasingeomba hata ruhusa saa nyingine ya kwenda kutafuta hiyo miti. Lakini kama wangefanya hivyo, lakini pia wangeweza kusema tu wewe endelea na kazi nyingine za kiutumishi, alafu sisi twende wenyewe tukafanya hivyo. Halafu kilichotokea kingetokea na kusingekuwa na hiyo solution, kusingekuwa na hilo suluhisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunakuja kuona faida ambayo wamekuja kuipata ni baada ya kutambua hilo na kuamua kuwa karibu na uwepo wa Mungu, alafu solution ikatokea. Hivyo hata sisi inabidi tuangalie namna gani ambavyo tunajifunza kuwa karibu na Mungu kwenye kila jambo. Na uhitaji unaweza kuwa kwenye mambo tofauti. Mara nyingi tunakabiliana na mahitaji ya kila siku, kama vile kukosa chakula, malazi, mambo ya lazima ya maisha, au hata kazi. Mungu hayapuuzi mahitaji yetu. Kwenye waraka wake kwa waamini, Yohana aliandika mambo haya: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa tunaona Mungu anatamani tufanikiwe kwenye kila tunachokifanya, kwenye mahitaji yetu, yawe mahitaji makubwa, yawe mahitaji madogo. Kwenye kila kitu Mungu anatamani tufanikiwe navyo. Sasa kama tunataka tufanikiwe navyo, ni sisi sasa kujiposition kwenye hiyo nafasi ya kwamba tunakuwa kwenye uhakika
wa provision na msaada wa Mungu wakati wote kwenye hayo mambo yote. Na inapatikanaje? Kuhakikisha kwamba tunamtanguliza Mungu kwenye kila ambacho tunakifanya. Japokuwa Mungu anataka tufanikiwe, pia anaonya kwamba tunatakiwa kuacha tamaa mbaya na ubinafsi. Na maandiko yanasema vita vyatoka wapi na mapigano yatoka wapi kati yenu? Yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na huona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa sababu hamuombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pamoja na hayo kwamba Mungu yuko tayari sasa. Kwa hiyo kikwazo cha sisi kutembea na uwepo wa Mungu au kupata vile ambavyo Mungu anavihitaji kinatoka kwetu sisi wenyewe. Pale ambapo hatufanyi kile ambacho Mungu amekitaka tukifanye. Tunaporuhusu ubaya unakuwa katikati yetu. Tunapofanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Lakini pia hatuna kitu kwa sababu saa nyingine hatuombi. Tunapokuwa na mahitaji hatujui namna gani ya kuelezea kwa uharaka na sehemu sahihi zaidi. Saa nyingine tunategemea akili zetu, tunategemea marafiki zetu, tunategemea majirani zetu zaidi ya kumtegemea Mungu. Kwa saa nyingine tunajikuta kwenye wakati wa kutokupata au kutokupokea majibu kutoka kwa Mungu kwa sababu hatujamweka yeye kuwa mbele. Mungu atusaidie sana. Kuna maswali kadha wa kadha hapa nitamani tushare, alafu tutapata majibu kutoka kwenu pia ili tuweze kujifunza kwa undani somo hili. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kwanza linasema, kama ambavyo tumesoma habari hii, nasema kwa nini mmoja wao alimuomba Elisha aende pamoja nao? Na hili linatufundisha nini? Nimejaribu kuongea kwa uchache. Natamani kupata mmoja wetu kama tuko pamoja aweze kutusaidia kupata jibu la swali hili. Kwamba kwa nini mmoja wao wale wana manabii alimuomba Elisha aende pamoja nao? Walivyoomba ruhusa kwenda kukata miti na wakaruhusiwa. Kwa nini mmoja wao alimuomba Elisha aende pamoja nao? Na hii inatufundisha nini? Naam. Amen. Asante sana. Tumemwelewa ndugu yetu. Mwingine tafadhali, mwenye nyongeza hapo. Naam brother pale. Tumpe maiki pale. Amen. Aliomba waongozane na mtu wa Mungu. Jibu ni kwamba mara nyingi katika mahitaji ya kimwili unaweza
ukajiongoza mwenyewe, lakini inapokuja kwamba hitaji ulilonalo ni hitaji la kiroho, lazima uwe na kiongozi wa kiroho ambaye atakuongoza kwenye njia sahihi ili uweze kufikia malengo ama uweze kufikia kile ambacho Mungu amekipanga juu yako. Ndio maana hapa kanisani tuna mchungaji, tuna wazee wa kanisa na kadhalika. Hiyo ndio maana ndio jibu la swali kama ambavyo umeuliza. Nashukuru na mbarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo tutaona kama ambavyo tumesema kwamba hawakutaka kufanya tu kwa sababu ya akili zao. Hawakutaka tu kwenda peke yao na kufanya kwa mazoea. Na kama ambavyo tumesoma misali ya nyuma, walikuwa wamekwisha kuona namna ambavyo Mungu akimtumia Elisha kwenye mambo tofauti tofauti, hata ambayo yalikuwa kuwa ya kawaida. Kwa sababu ya experience hiyo, walitamani ule uhakika ambao hutokea kwa watu wengine utokee kwenye wanachokifanya pia. Kwa hiyo walitamani kuhakikisha kwamba uwepo wa Mungu uko pamoja na wao. Bwana asifiwe sana. Swali lingine ni kwamba shoka lilipoangukia majini, ni kwa nini yule mtu alipaza sauti kwa haraka? Na hii inatufundisha nini tunapopatwa na jambo kama hilo? Tumeona ambavyo baada ya ile incident kutokea, shoka likaangukia majini, yule mtu alipiga kelele kwa haraka akimlilia Elisha. Sasa ni kwa nini alifanya hivyo? Na hii inatufundisha nini sisi kama kanisa leo tunapopatwa na jambo lolote tufanye nini? Naweza nikapata, naomba nirudie swali langu. Kama ambavyo tumeona kuanzia mstari wa 5 pale kwamba wakati wanaendelea kukata miti, shoka lilidondoka. Alafu lilipodondoka yule mtu alipiga kelele akamlilia Elisha. Sasa swali ni kwamba kwa nini yule mtu alipiga kelele baada ya ile shoka kudondokea majini? Kwa nini alireact vile? Na hii inatufundisha nini sisi kwetu kwamba kitu kikitokea tufanye nini? Naweza nikapata mtu akutusaidia tafadhali? Nambro Gerald. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona yule mwanafunzi ama mwana wa nabii, kile chuma cha shoka kilipoangukia kwenye maji alipiga kelele na akamgeukia mtumishi wa Mungu. Ni kwamba alitambua uwepo wa Mungu pale, ya kwamba ana uwezo wa kupata msaada wa haraka, na tunaona na ndicho kitu ambacho kilitokea na alifanikiwa. Amen. Mtumishi amejibu vizuri kwamba alitambua uwezo wa Mungu na uwepo wa Mungu uliokuwa pamoja nao. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo ndicho kilichotokea, baadaye shoka likapatikana. Sasa inatufundisha nini sisi? Inatufundisha nini? Tunajifunza nini kwa hiki kilichotokea kwa hawa watu? Sisi kama kanisa, wewe kama wewe inakufundisha nini kikitokea jambo lolote kwako? Brother pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunachojifunza ni kwamba inabidi tuwe na imani kwamba Mungu anaweza kutenda hata kwa vitu ambavyo sio spiritual based, yani sio havijajikita kwenye masuala ya kiroho. Kwa mfano ukiangalia kichwa cha shoka kwa imani ya kawaida, yani unaweza ukasema basi imepita hiyo, lakini kumbe ukijenga imani kwamba nikimtumainia Mungu katika hili jambo japokuwa sio la kiroho, Mungu anaweza akanitendea
inawezekana, na ndio maana ilipotokea ile hali, yeye hakujali kwamba ni kitu cha kawaida. Badala yake aliamini kwamba nikimtegemea Mungu aliye ndani ya Elisha anaweza akanitendea, na ni kweli alimlilia mtumishi wa Mungu Elisha, naye akafanikisha jambo lake. Amina. Amen, amen. Asante sana brother pale. Kitendo kile ambacho mmoja wa wale ambao kwa wameambatana na mtumishi Elisha alichokifanya cha kupiga kelele na yani ilikuwa ni kama ishara ya kutaka msaada kutoka kwa mtumishi wa Bwana. Ni nini tunajifunza kutoka kwenye dalili hii ama ishara hii? Ni kwamba yule mtu alikuwa na imani na mtumishi wa Mungu. Katika uhalisia wa maisha ya leo, hata sisi pia tunapaswa kuwa na imani na viongozi wanaotuongoza tunapokuwa katika hema la Bwana. Mfano mzuri ni katika uhalisia wa maisha ya sasa ni mchungaji na subordinate wake, kiwa anamaanisha kwamba imani ndiyo dhamira kuu ambayo inapatikana katika mstari huo. Lakini pia kingine ni kwamba tunapopata changamoto, kimbilio la kwanza tunapaswa kuliweka kwa Mungu na sio kwenye vitu vingine. Kuna mtu anaweza kupata changamoto akaona kwamba mbona kama nimeomba sana lakini sijibiwi, akaanza kutafuta majibu sehemu nyingine, kitu ambacho kinaweza kupelekea mambo magumu zaidi ya yale ambayo ameyapata mwanzo. Nashukuruni sana, mbarikiwe. Amen. Asante sana kwa majibu mazuri. Asante sana kwa majibu mazuri. Ni kweli kabisa kwamba huyu alitambua uwepo wa Mungu, alitambua uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zilizokuwa ndani ya mtumishi Elisha, na akamwita kwa sababu alikuwa amekwisha kuona ambavyo akifanya na alijua suluhisho litatokea hapo. Lakini sisi kwetu sasa leo inatufundisha namna ambavyo likitokea swala lolote lile, liwe kubwa, liwe gumu, liwe la namna yoyote, tunahitaji kumuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kumuita Mungu. Tunamuita Mungu, tutawashirikisha watu wengine wakuu kama wachungaji na watu wengine kama hao, lakini uhusiano wetu na Mungu kwanza na imani yetu kwa Mungu kwanza ndio kitu ambacho kitakusaidia. Kwa hiyo kinapotokea tunaweza tuwe na nafasi ya kumlilia Elisha kama walivyofanya hawa watu, lakini nafasi yetu na jukumu letu la kwanza ni kumuitia Mungu, ni kulitia jina la Yesu, alafu Mungu atatenda kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba swali jingine linasema, tunaona baada ya kile chuma kuwa mtumishi wa Mungu amekata kijiti akakirusha pale, alisema maneno haya baada ya kuwa kimeelea. Akasema maneno ya Elisha, alisema jinyooshe ukakitwae. Je, maneno haya yanatufundisha nini kuhusu wajibu wetu baada ya Mungu kujibu? Tunaona muujiza mkubwa umefanyika pale tayari. Alafu baada ya kuwa muujiza umefanyika, bado tunaona Elisha anarudisha wajibu kwa yule mtu, anamwambia jinyooshe ukitwae. Je, maneno haya yanatufundisha nini kama wajibu wetu kama Wakristo leo baada ya Mungu kuwa ametenda kwetu? Bwana Yesu asifiwe. Naomba nirudie swali langu. Tunaona hapa kwenye mstari wa 6, mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akanyoosha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Mstari wa 7, Elisha anasema kiokote. Basi akanyoosha mkono akakitwaa. Mimi natamani hapa hii sehemu aliposema kiokote, ile anamwambia kiokote,
inatufundisha nini kama sisi kama Wakristo, kama watu ambao tumekutana na uhitaji, tumemwomba Mungu, tunapaswa tufanye nini sasa baada ya kuwa tumepata jibu la au hitaji au muujiza ambayo Mungu ametufanyia? Amen. Alipomwambia ukiokote, inaonyesha inatufundisha kwamba tukishaomba kuna wakati Mungu anajibu maombi yetu. Lakini changamoto kubwa ambayo watu wengi wanakuwa nayo ni ile kutokupokea majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unashangaa umeshajibiwa maombi, lakini kuna hatua unatakiwa uifanye ili kusudi uweze kupokea yale majibu ambayo au yale mambo ulikuwa umeomba. Kwa mfano, ulikuwa unahitaji kazi, umeomba na Mungu ameshatengeneza njia kila kitu, ameonyesha kuna opportunity mahali unatakiwa upeleke barua, umeshapeleka na barua, ni siku ya interview ya mwisho na nini, lakini wewe ukaacha kwenda. Umeona? Kwa hiyo ina maana kutokuwepo kwenye ile interview na kwa ajili ya kufanya negotiation, hauwezi ukapata ile kazi. Umeona? Kwa hiyo pamoja na hapo kwamba tunavyojifunza kwa habari ya imani ambayo tumeiona hapa, imani kwa Mungu. Sasa tunapokuwa na ile imani kwa Mungu, ni kweli Mungu anatenda, sawa? Na tunaona kabisa Mungu ametenda pale alipokuwa anaamini kwamba inawezekana akapata kile kilichotoka kikarudi au kikaonekana. Ni kweli kimeonekana, lakini hatua iliyobaki ni hatua ya kwangu mimi ya kuchukua hatua ya kumalizia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tuna jukumu la sisi pia, na unaona hata sehemu nyingi ambapo mambo mengi yamefanyika, miujiza mingi imefanyika, kuna hatua. Kwa mfano, umeshaombewa na unaamini kabisa kwamba unapona, lakini unashangaa tuende kwambia hebu anza tembea kidogo. Kwa hiyo ile hatua ya kutembea, ya kuanza kupiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu ni ya kwako wewe mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio yule aliyekuombea tena, wala sio hatua ya Mungu, ni ya kwako. Kwa hiyo piga hatua kile ulichokiomba na ulichokuwa unakiamini, kwa sababu Mungu amekwisha kutenda. Amen. Amen. Makofi mengi kwa Charles tafadhali. Ameelezea vizuri sana. Na hii sasa ni kuhusianisha namna gani ambavyo kama ambavyo tumesoma kwenye kweli ya Biblia kwamba neno la Mungu linaonyesha kwamba japokuwa hali inaweza kuonekana haiwezekani, lakini Mungu huwajibu wale wanaomuita kwa ajili ya msaada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa tumemuita Mungu tayari. Tumemuita Mungu kwa sababu ya tatizo tulilokuwa nalo. Na Mungu kwa sababu ni mwaminifu, kama ambavyo ametuahidi kwamba tukimuomba atatujibu, anafanya mara zote. Lakini sasa tunapokeaje sasa kile ambacho Mungu amekifanya? Tunapokeaje ule muujiza? Inahitaji tuwe na imani ya kukipokea na kuactivate kile ambacho Mungu amekifanya tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kama tutakuwa waoga tukabaki hapo, tutabaki tunalalamika saa nyingine, na saa nyingine tunamsingizia Mungu kwamba hajajibu, au tunalalamika kwamba hatujapata majibu ya Mungu. Lakini kumbe tayari amefanya. Ni imani yetu sasa kuactivate kwenda kuchukua na kutendea kile ambacho Mungu amekifanya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kama ambavyo wamesema Chazi, unaweza kuwa umeomba kazi, na Mungu amekujibu. Yamkini haujapewa barua ya kazi tayari, lakini tayari umeitwa kwenye interview tu. Sasa unaendaje kwenye interview? Unaenda kama mtu ambaye, kama watu wengine wanaenda kufanya interview, unaenda kwenye interview kwa naamini kwamba Mungu ameshanipa na hii ni nafasi yangu na hii ni haki yangu. Ukiwa na uhakika wa kufanya wa namna hiyo, una activate kupokea muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama utakuwa na hofu, kama utakuwa muoga, inaweza kufanya ukashindwa kuona ukuu wa Mungu au majibu Mungu ambayo ameyafanya kwako, na ukabaki ukilalamika, usione tofauti yoyote kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome kweli ya wiki hii. Iishi kweli ya wiki hii. Inasema endapo unahitaji lolote wiki hii, tumia muda wako kumuita Bwana. Mtegemee yeye kukujibu na kukusaidia kulishinda tatizo lolote. Narudia, endapo unahitaji lolote wiki hii, tumia muda wako kumuita Bwana. Mtegemee yeye kukujibu na kukusaidia kulishinda tatizo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo tumejifunza habari hii,
Tumeona namna ambavyo Mungu alifanya jambo la ajabu sana. Chuma kuelea ni jambo la ajabu ambalo si kawaida ya physics ya dunia hii, si kawaida ya ulimwengu inavyofanyika, lakini Mungu alifanya kwa ajili ya hawa watu, na ni dhahiri hata sisi kwetu. Kwa basi kweli ya wiki hii tunataka kwamba endapo tuna jambo lolote ambalo linatutatiza, tunahitaji swala lolote, basi hii iwe chachu ya kutufundisha na kuongeza imani kwetu. Tujitahidi tumuombe Mungu na tumtegemee peke yake, kwa sababu yeye atatujibu na kutusaidia na kutushindia kwenye tatizo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana.